Jaribu kuzifahamu dalili hizi za vidonda vya tumbo. Kama una hizi dalili, basi ujue una vidonda vya tumbo. Mimi ni mzima wa afya, si wewe kama ni mzima kama mimi. Nikutakie siku njema na maamkizi mema ya siku. Leo na kuelekeza dalili kuu za vidonda vya tumbo. Watu wengi wanahisi kila maumivu wanayoyapata katika tumbo basi ni vidonda vya tumbo. La, kuna wakati mwingine unaweza kupata maumivu ya tumbo lakini ikawa si vidonda vya tumbo. Dalili kuu 4 zinazoashiria kwamba una vidonda vya tumbo. Dalili ya kwanza ni tumbo kujaa gesi sana, kisha tumbo likawa linachoma choma ama linawaka moto. Hiyo ni dalili ya kwanza ambayo itakujulisha kwamba hii ni dalili ya vidonda vya tumbo. Dalili ya pili ni kupata maumivu wakati unapokula chakula. Aidha kuna baadhi ya vyakula ama kuna baadhi ya mboga unapotumia tumbo linakuwa linapata maumivu makali, lakini pia tumbo linakuwa linawaka moto na kuweza kupata maumivu ambayo yanakusababishia kwamba katika upande wa tumbo lenyewe mpaka katika sehemu za uti wa mgongo kuhisi kuna maumivu ambayo unakuwa unayapata. Hizi ni dalili tosha kuweza kujitambua kwamba wewe ni mgonjwa wa vidonda vya tumbo. Dalili nyingine ya 3 ambayo utakuhisi ama utajihisi wewe tayari ni mwathirika wa vidonda vya tumbo. Unapoenda kujisaidia haja ndogo ama unapoenda kujisaidia haja kubwa, unaweza katokwa na damu. Wakati mwingine unaweza kupata choo cheusi sana. Lakini pia kuna wakati unapokula chakula unakuwa unaweza kutapika. Unaweza kutapika kile chakula chote au wakati mwingine unaweza kutapika damu. Fahamu kwamba hii ni dalili mbaya na ni dalili ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo utakapohisi hii dalili imekutokeza, basi hiyo ni dalili moja kwa moja inayokuashiria kwamba una tatizo la vidonda vya tumbo. Dalili ya 4 na dalili ya mwisho ambazo utahisia kabisa kwamba wewe ni mgonjwa wa vidonda vya tumbo. Unapopata maumivu makali, kuna wakati msema tumbo linachoma choma, tumbo linawaka moto, una maumivu makali, unahisi mpaka kuchoka sana, kizunguzungu, kutokwa na jasho jingi sana. Basi wahi nenda kafanye vipimo kuweza kujiridhisha kwamba una vidonda vya tumbo. Hizo zote ni dalili za vidonda vya tumbo. Sasa nitakuelekeza dawa iliyokuwa nzuri zaidi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini kama utashindwa kuweza kuandaa dawa hii, basi mimi tayari nimeshaiandaa vizuri na kuweza kutibu na kumaliza changamoto ya vidonda vya tumbo kwa haraka sana. Hebu tafuta majani ya parachichi. Ule mti wa parachichi kuna yale majani yake. Sasa yale majani ya parachichi yaanike vizuri, tena sehemu zenye kivuli. Yaanike vizuri mpaka yanakauka, kisha tengeneza unga wake. Ukisha tengeneza ule unga wake, utasaga vizuri upate ule unga wake, tafuta na asali. Changanya na asali, uwe unatumia vijiko 2 asubuhi, vijiko 2 jioni kila siku. Tumia kwa muda wa siku 7 mpaka siku 14, itakuwa imeondoa maumivu yote makali yanayokusumbua ya vidonda vya tumbo. Lakini kuweza kutibu na kumaliza kabisa changamoto ya vidonda vya tumbo, basi dozi yake inakuwa ni ya siku 45 mpaka siku 60. Hapo utakuwa umetibu na kuweza kumaliza changamoto ya vidonda vya tumbo. Ukishindwa kuandaa dawa hii niliyokuelekeza, nipigie simu ama nitafute wapi nilipo niweze kukupatia tiba itakayoweza kutibu na kuweza kumaliza changamoto yako ya vidonda vya tumbo. Tuna dawa nzuri, tuna dawa za kutibu matatizo mbalimbali vidonda vya tumbo na ikiwemo matatizo mengineyo. Hivyo kama unahitaji dawa, basi nitafute ili niweze kukupatia dawa na ya kuweza kutibu matatizo yako yanayokusumbua zaidi. Mimi ni mtaalamu wako ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Namba zangu za simu +255 752 16 38 38. Nikutakia siku njema, nikutakia kila laheri. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili uendelee kupata vipindi vizuri kabisa na uendelee kujifunza. Nikutakia siku njema.